Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi katika taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena siku njema na mchana mwema wa leo vendredi le 23 janvier 2026, na tunawakaribisha katika habari zetu mbichi za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbalimbali tena tofauti nchini Kongo, pamoja na taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea siku ya leo, tutawapeleka moja kwa moja katika mji wa Uvira, tuwaambie kuhusu kufika kwake Jean-Jacques Purusi, gouverneur wa Sud Kivu katika mji huo. Katika mji huo wa Uvira tutawaambia kuhusu radi ambayo ilipiga marufuku kubeba silaha na vizuizi haramu vya barabara katika mji huo. Habari ambazo tumewaletea siku ya leo, Rwanda ilithibitisha kwa Marekani kwamba ina ushirikiano wa kiusalama na M23. Serikali ya Rwanda ilitangaza hayo kupitia balozi wake huko Marekani ambaye anaitwa Matilde Mukantabana. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre utapata linki yetu ya WhatsApp, ujiunge kupitia linki hiyo na bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za mchana wa leo tutazianzia katika mji wa Uvira kwenye gouverneur wa Sud Kivu Jean-Jacques Purusi aliwasili katika mji huo. Ni ndani ya kurejesha mamlaka za serikali ya Kongo katika mji huo wa Uvira ambao ulikuwa kama mikono wa waasi wa M23 katika siku za nyuma. Mnakumbuka kabisa baada ya kujiondoa kwao katika mji huo, FARDC na wazalendo wakakamata mji huo. Baada ya kukamata ilikuwa deja 5 jours na uongozi wa serikali haujaingia katika mji huo wa Uvira. Siku ya jana ndipo kulifika meya wa mji wa Uvira Kanjestale katika biro yake pale katika mji huo. Siku ya leo sasa Jean-Jacques Purusi, gouverneur wa Sud Kivu, huyo mnamjua kabisa, naye aliwasili katika mji huo wa Uvira ili kuendelea na kazi yake, kuongoza kabisa population ya Sud Kivu na maeneo yote akiwa anakaa katika mji wa Uvira. Video ziko hapo kabisa wakati alikuwa akiwasili katika mji wa Uvira, ndiyo hizi hapa na wengine kugrupe mtazipata. Nadhani kwamba mmemwona huyo ni gouverneur wa Sud Kivu Jean-Jacques Purusi ambaye aliwasili katika mji wa Uvira. Mnaona jinsi kabisa wakaji wanamkaribisha kwa furaha, wakiimba kwa shangwe na vigelegele. Ni baada ya mwezi mmoja na iko nje ya nchi, wakati mji wa Uvira ulikuwa umekamatwa na waasi wa M23. Alikuwa ameondoka katika mji huo, alikuwa ameelekea katika nchi jirani ya Burundi. Tukiwa katika mji wa Uvira, mratibu wa rade ama mkoa wa akiba ya ulinzi Alexi Mwamba Dunia alitangaza mfululizo wa hatua za usalama ili kurejesha utulivu wa umma katika jiji la Uvira huko Kivu Kusini. Wakati wa mkutano wa waandishi wa habari alipiga marufuku rasmi kubeba silaha za moto na silaha zenye visu katika maeneo ya mijini, pamoja na kuwekwa kwa vizuizi vya barabarani kinyume cha sheria na vikundi
vikundi vya kujilinda. Katika hotuba yake alisema ya kwamba mtu yeyote, ikiwa ni pamoja na wazalendo au wanajeshi wa jeshi la Kongo FARDC, atakayepatikana akikiuka sheria atakamatwa na kuadhibiwa kwa mjibu wa sheria za kijeshi. Alionya kabisa kuhusu hayo. Katika muktadha huu, Rade ama mkoa wa akiba ya ulinzi inaanzisha kitengo maalum chenye jukumu la kulinda na kutakasa jiji. Alex Mwamba pia anadai kuondolewa mara moja kwa wazalendo kutoka katikati mwa mji, akibainisha kuwa uhamisho wao lazima uwe kuelekea maeneo ya milimani ambapo adui anaripotiwa. Kulingana naye, usalama katika maeneo ya mijini sasa unaangukia chini ya mamlaka ya polisi wa kitaifa wa Kongo na polisi wa kijeshi, yani PM, police militaire. Vikundi vya kujilinda haviruhusiwi tena kukamata, kusimamia vituo vya kuwashikilia watu kizuizini au kubadilisha huduma za serikali. Kama mmenifuata kabisa katika hotuba yake, vikosi vya kizalendo vyote katika mji wa Uvira vitaondoka katika mji huo waende Kufro kwenye wataenda ni wapi? Ni maeneo ya plane ya Ruzizi, Mho Plateau de Fizi. Wataenda kule mbele kabisa maeneo ya Runingo, kwa sababu pale njo kwenye wako M23 nayo ingali Isange kurudia mpaka Kamanyola. Pale njo kwenye wazalendo wanapaswa kuenda, wasibaki katika mji wa Uvira ili usalama uendelee kupatikana katika mji wa Uvira. Haya wameamua kutokana na jinsi kuna kwaka wazalendo ambao wanafanyaka madega katika mji na vijiji. Hivyo basi, ili kujilinda hayo, wazalendo wote wanapaswa kuondoka katika mji wa Uvira na kuelekea katika mapozisio yanayo kuwa mbele kwenye shamba la vita. Hapo wafanye kazi ya kupigana na adui, wasibaki katika mji wa Uvira. Zani ya kwamba hapo kabisa tuko naendana 5 kwa 5. Hayo ni mojawapo ya maamuzi yanayo kamatwa kabisa na gouvernement ya Kongo katika mji wa Uvira ili kurejesha usalama katika mji huo ambao wameukamata hivi karibuni. Habari zetu zinaendelea. Rwanda ilithibitisha kwa Marekani kwamba ina ushirikiano wa kiusalama na M23. Hayo yalifanyika siku ya jana. Serikali ya Rwanda imekiri kwa Marekani kwamba ina ushirikiano wa usalama na harakati ya M23 kulingana na maslahi ya pamoja ya pande zote mbili katika kuwalinda Watusi ambao wamekuwa wakilengwa kwa muda mrefu na kundi la FDLR na makundi mengine yenye msimamo mkali katika maeneo haya yanayoungwa na serikali ya Kongo. Tuendane 5 kwa 5 kuhusu tangazo hilo alilolitangaza Matilda Mukantabana ambaye ni balozi wa Rwanda katika nchi ya Amerika. Katika barua kwa kamati ndogo ya Afrika ya kamati ya masuala ya kigeni ya baraza la wawakilishi, mwanadiplomasia huyu alijadili makubaliano ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyosainiwa kwa ushiriki wa Rais Donald Trump, ambapo alimshukuru Donald Trump kwa kuendelea kufanya kazi na kila liwezekanavyo ili kurejesha amani katika maziwa makuu, hususan kati ya nchi ya Kongo na Rwanda, nchi ambazo ziko katika mgogoro wa zamani, donko haiko mgogoro wa hivi karibuni. Katika barua hiyo alirejelea kuhusu tatizo la FDLR, kundi lenye silaha lililofanya mauaji ya kimbali huko nchini Rwanda na kukimbilia katika maeneo ya Kongo. Kutokana na hayo, alisema kwamba Rwanda ilianza kukamata hatua tofauti ili kulinda mipaka yake kwa kundi hilo ambalo lilikuwa likitaka kuendelea kuyataka nchi ya Rwanda. Mbali na haya, alisema kwamba walikuwa wakifanya hata mashambulizi kwa nchi ya Rwanda. Alisema katika mwaka wa 2005, 2008 na 2013 kuna mashambulizi yaliyofanywa na FDLR kwa Rwanda, na kutokana na hayo kafichua kwamba kati ya 2015 na 2020 Rwanda zilifanya operation za pamoja zisizo rasmi ili kuharibu kambi za FDLR, lakini ushirikiano huu ulisimama ghafla kwa sababu zisizoeleweka.
Akasema kwamba FDLR ni tatizo kwa Rwanda na makundi yengine yote yanayofanyia kazi nchini Kongo, na akadhibitisha ya kwamba sasa kutokana na hayo matatizo ya FDLR, Rwanda iliamua sasa kuchukua hatua za usalama na pia ikaimarisha ushirikiano wake na AFC M23 katika masuala ya usalama. Haya nimeyawaambia kwa wale ambao walikuwa wakiendelea kusema no eske réellement Rwanda inaungana na AFC M23, mbone Rwanda ijaitika. Jana kabisa ilitika hayo mbele ya Marekani. Katika hotuba yake alisema kwamba kwa sababu hii Rwanda ina ushirikiano wa usalama na AFC M23 na inafanya hivyo kwa wazi kwa lengo la kujenga uaminifu. Mbali na hayo akasema kwamba wanaungana donko Rwanda na AFC M23 wanashirikiana katika maslahi ya kuwalinda Watusi nchini Kongo. Nadhani kwamba deja kwa wale ambao walikuwa wanaendelea kukuwa na confusion pale, iske Rwanda inasidia ya AFC M23 kutokana na jinsi kukuwaka confirmation yote pale, Rwanda ayo peke imetangaza kuwa inasaidianaka na AFC M23 kupitia kuwalinda Watusi nchini Kongo, ambao upande wao wanasema kwamba wanawindwa na kunyanyaswa na FDLR pamoja na makundi tofauti yenye silaha. Kutokana na haya sasa itatubidi kuandaa koma tuwaambie Watusi nchini Kongo historia yao yote na mpaka kwa sasa ni vipi, ili kuelewa yote kabisa, kwa sababu kuna wengi ambao wajue mahistoria hiyo. Inaweza kuwa ndefu tukiingia katika mambo ya historia ya Watusi nchini Kongo, kama Rwanda iko na kuja kuwasaidia ni vipi. Mbona upande wa Kongo wanasema kwamba Watusi haiko tribi ama community ya Kongo, wale ni kutoka Rwanda. Ukweli huo tutatafuta wakati tuwaambie yote, tukaingia katika mambo ya historia kabisa. Inaweza kutukamata masaa mengi, na hapa tuko mtaarifa tutakamata wakati tuwaambie historia ya hayo kwa upande wa Kongo na Rwanda kuhusu mambo ya Kitusi na vita hivi. Donko tutarudia nyuma kabisa kuambia kila kitu. Habari zetu zinaendelea. President Felix Tshisekedi baada ya kutoka katika Davos aliwasili mjini Paris, ambapo atapatana na mwenzake Emmanuel Macron, president wa France. Siku ya leo ndipo aliwasili katika mji wa Paris huko nchi ya France. Na France kama ukumbusho, hivi juzi ilikuwa imetangaza tena ama ilikuwa imerejelea kuhusu kufunguliwa kwa aeroporo ya Goma ili kufika kwa usaidizi kwa watu wa wakimbizi kutokana na vita vilivyoibuka mwaka wa 2021 mashariki mwa nchi ya Kongo. Hilo lilikuwa swali walilolijadili kuanzia mwezi wa 12 wa mwaka jana. Nadhani kwamba kwa wale ambao walikuwa wakiendelea kuzifuata habari zetu wanakumbuka hayo wakati France ilikuwa imeomba pande mbili kuandaa koma wafungue aeroport ya Goma. AFC M23 ilikuwa imekataa ikisema kwamba aeroport ya Goma haiwezi ikafunguliwa, hawataki msaada upande wao. Hakuna wakimbizi katika maeneo walio ya kamata, donc hakuna kabisa msaada wanaotaka. Katika taarifa yao mnaokumbuka, Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23, alisema kwamba misaada hawaitaki kwa sababu hakuna wakimbizi wanao huko. Kambi zote za wakimbizi waishaka zibomoa, wakimbizi wakaendelea na maisha yao kawaida, wakarudia katika vijiji vyao. Na kwa hayo sasa wakaonesha kwamba hawataki usaidizi wowote. Ni wakati upande wa Kongo President Felix Tshisekedi alikuwa amesema kwamba aeroport ya Goma itafunguliwa katika mwaka huu ambao tuko ndani kwa miezi ya kwanza. Hivyo kufika kwake President Felix Tshisekedi katika mji wa Paris huko ndani ya nchi ya France, yawezekana kuwa wataongelea pia kuhusu
kufunguliwa kwa aeroporo ya mji wa Goma. Na hivi juzi France ilikuwa amesema ya kwamba deja kuko kama 8 milioni d'euro kwa ajili ya usaidizi kwa wakaaji wa wakimbizi mashariki mwa nchi ya Kongo, na usaidizi huo utawafikia wote. Sasa kama ile aeroporo itafunguliwa tutakuja kuyafahamu. Kwa sasa viongozi hao wawili wako maongezi huko, tutakuja kuambia mengi kwa yale ambayo watayaongea. Habari zetu zinaendelea siku ya leo katika mji wa Sake kuanzia asubuhi ya leo mapema katika quartier ya Ndolero, quartier ya Kiambali na Kaduki kuko nafanyika msako. Depuis 5h du matin, wanajeshi wa AFC M23 katika mji wa Sake walifanya operation ya bouclage ama ya kuzingira quartier hizo zote, quartier Ndolero, Kiabuli na Kaduki zikazingirwa. Alafu wanajeshi wa AFC M23 wakaenda mlango kwa mlango wakiwakamata vijana na wakina baba wote katika quartier hizo, waliwapeleka katika stade. Walichokifanya hapo ni kuanza kuomba wale vijana wote na wakina baba vitambulisho vyao. Upande wa M23 wanasema kwamba wako na wawinda wale marebele, wale watu ambao ni watu wa wahalifu, wakitafuta pia na watu wanaosaidiana pamoja na wazalendo na hata jeshi la Kongo FARDC katika maeneo hayo. Operation hiyo ilifanyika katika quartier Ndolero, Kiambali na Kaduki. Wote waliokamata wakapelekwa mustade pale ya Sake, na msako unaendelea. Wako na waomba wako na waomba vitambulisho vyao, wakiwatafuta watu wanao saidiana na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Hizi ni operation ambazo AFC M23 inazifanyaka maeneo tofauti. Mji wa Sake huko 20 kilometre na mji wa Bukavu plito wa Goma, na katika maeneo tofauti ndani ya mji wa Goma operation hizo zilikuwa zikifanyika Nyiragongo na kwingineko na hata miji ya Bukavu. Operation zile wanazifanyaka wakitafuta watu ambao wanasaidianaka na wazalendo pamoja na FARDC. Ni wakati upande wa raia huwa wanashutumu waasi wa AFC M23 kufanya operation hizo ili kuwabeba wa vijana kimkazo katika jeshi lao. Haya tutakumbuka katika mji wa Goma wakati walikuwa wameukamata baada ya M2 M3 vijana wengi walikuwa wakikamatwa. Ni operation hiyo ya msako wanapelekwa kimkazo katika kundi hili la waasi hawa. Wengi wao walikuwa wakipelekwa kwenye centre de formation militaire kama maeneo ya nani huko Kibumba, kule Kibumba ile base militaire ya zamani ya FARDC inaitwa Rumangabo. Pui wengine kupelekwa Chanzo. Nadhani kwamba hizo taarifa mnazijua, tulikuwa tukiziwaambia. Hizo operation sasa ndio zenyewe wangali wakizifanya katika maeneo tofauti. Siku ya leo katika mji wa Sake zilifanyika. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo. Washukuru kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu, nikisema asante, na pia naomba kuendelea kusubscribe na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Tupatane ndani ya habari zetu za jioni kama kawaida tukiwapa mbichi. Asante.